Karibu tena mpenzi msikilizaji katika kipindi chetu kizuri, na katika kipindi hiki nataka tujifunze kwa nini unaweza ukawa unajaribu kutibu magonjwa ya fungus lakini hayaishi. Kwa sababu ugonjwa wa fungus unaweza kuwa ni ugonjwa rahisi sana kutibu, labda upo kwenye vidole au upo kwenye sehemu za siri au uko kwenye ngozi au kichwani. Inaweza ikawa ni rahisi kutibu, lakini kwa wakati mwingine inaweza pia ikawa ni changamoto kutibu. Na wengine wanaweza ikawa unatibu baada ya muda fulani inarudi tena. Sasa kwa nini inakuwa inajirudia rudia? Kwa nini inakuwa haiishi pamoja na kwamba unatumia tiba? Inawezekana ukawa unatumia dawa ambazo ni nzuri tu, ni dawa ambazo zinafanya kazi vizuri. Inaweza kuwa zile dawa za hospitali, zile za pharmacy au dawa za asili, lakini bado baada ya muda fulani zinarudi zinakuwa zinakusumbua. Na kabla sijakueleza kwa nini, nataka nikuambie kwa nini fungus wanatokea. Ukiangalia magonjwa mengi ya fungus yanatokea kwa sababu ya kinga kidogo ya mwili. Kwa maana kinga ya mwili inakuwa imeshuka. Kinga ya mwili ikishuka, inapelekea mwili unakuwa hauwezi kubalance hawa wadudu. Kwa maana kumbuka kwamba binadamu anakuwa na fungus. Kwa kawaida tu, kila mtu ana fungus wake. Ana fungus, alafu anakuwa pia na mabakteria. Kuna bakteria wengi sana, yani mabilioni na matrilioni ya mabakteria ambao tunaishi nao. Alafu tuna mamilioni mengi tu ya mafungus ambao tunaishi nao. Lakini hawa wadudu pamoja na kwamba tunaishi nao na ni wengi, lakini wamekuwa katika balance. Yani hawa bakteria wana balance fungus. Na fungus pia wanaishi katika namna fulani vya mahusiano na hao bakteria. Kwa hiyo katika hali ya kawaida wanakuwa wamebalance katika usawa. Hakuna mtu ambaye anawazidi, mimi namaanisha hakuna mdudu ambaye anawazidi wenzake. Bakteria hawakui sana au hawa fungus hawakui sana. Sasa ikitokea huu uwiano umeharibiwa, either kwa sababu labda unatumia antibiotic sana au kinga yako ya mwili imeshuka kwa namna yoyote ile. Kwa sababu ukumbuke kwamba sehemu kubwa ya kinga ya mwili, karibu 70%, inategemea mabakteria ambao tunaishi nao kama marafiki zetu. Kwa kinga ya mwili ikishuka au hawa bakteria ukawaharibu kwa sababu labda ya matumizi ya antibiotic ambayo sio mazuri, au kwa sababu ya chakula ambacho unakula katika namna ambayo sio sahihi, inawezekana hawa bakteria wakapungua sana katika wingi wao au katika ubora wao. Halafu sasa maana yake hawa wengine ambao ni kama washindani wanaongezeka zaidi, wanakuwa wengi. Sasa hawa nazungumzia fungus. Kwa hiyo hata kama ukitumia dawa kiasi gani hauwezi ukawaondoa wote. Na ukiwaondoa wote pia sio salama, kwa sababu nao wana kazi yao kwenye miili yetu. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba unapokuwa na fungus wako unatibu hawaishi. Jaribu